Asante sana mtangazaji, nashukuru Mungu kwa kutupa neema hii. Amen. Ya asubuhi ya leo. Amen. Asubuhi iliyotukuka, asubuhi njema. Amen. Lakini pia asubuhi yenye baraka. Amen. Nina imani kwamba kuna kitu ambacho Mungu amekiachilia ndani ya moyo wangu. Amen. Kwa ajili ya watu wa Mungu. Amen. Majina yangu naitwa Pastor Alois J. Alois, mchungaji kiongozi kanisa la Disciples Community Church ambalo liko Kisesa, Mwanza. Amen. Lakini pia namba yangu ya simu ni 0757 34 48 60. 0757 34 48 60. Sasa kuna kitu ambacho natamani tuweze kujifunza asubuhi ya leo, lakini pia tupate muda wa kuweza kuomba. Ni shauku ya kutafuta kilichopotea. Amen. Shauku ya kutafuta kilichopotea. Unajua tuko mwisho wa mwaka na yamkini kuna mazingira yalitokea, kuna kitu kilitokea kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye majukumu yako ya kila siku. Labda huenda mwaka ulikipoteza, lakini kwa neno hili Mungu anaenda kurejesha vile vyote vilivyopotea katika jina la Yesu Kristo. Sasa tunapoangazia shauku ya kutafuta kilichopotea, tunamwangalia mwanamke mmoja ambaye Yesu Kristo alimtolea mfano baada ya kupoteza sarafu. Kwenye kile kitabu cha Luka 15 na lile fungu la 8, maandiko yananiambia ya kwamba, au kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotewa na moja, asiyewasha taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata aione? Sasa ukiangalia ni wakati Yesu anatolea mfano wa huyu mwanamke, ilinitafakarisha sana na nilipata namna ya kutafakari, kuingia uweponi mwa Mungu na kujiuliza maswali mengi sana. Kwa nini Yesu anamtumia mwanamke na kawanisha sarafu? Nilikuja kugundua ya kwamba moja ya vitu ambavyo mwanamke anaviheshimu ni sarafu. Ni sarafu. Na huwa napenda kusema kwamba mwanamke ana upako wa kutunza sarafu. Amen. Lakini mwanaume hana upako wa kutunza sarafu. Ndio maana hata tukiwa nyumbani pale, wewe ukiwa hapa nyumbani, ukiwa nyumbani kwako, kama ni mwanaume shilingi 100, shilingi 50, shilingi 200 kwake sio hoja sana. Anaweza kaiacha mezani, anaweza kaacha popote pale na asiulize. Kwa nini? Kwa sababu hana hiyo neema au hana upako wa kutunza sarafu. Lakini mwanamke hata kama ni shilingi 50, hata kama ni shilingi 100, ni lazima atafanya juu chini aweze kuipata. Nakumbuka siku moja tulikuwa tunatoka na mke wangu. Sasa kwa bahati mbaya akawa amedondosha sarafu. Sasa tukaanza akasema lazima tuitafute tuipate ili tuweze kwenda hiyo safari. Lakini nikanajiuliza kwamba kwani tusiende afu tukirudi tutaitafuta kwa muda wake. Nikaja kugundua ya kwamba mwanamke amepewa neema ya kutunza, lakini pia kuheshimu sarafu. Ndiyo maana Yesu anamtolea mwanamke anayetunza sarafu. Lakini konsani yangu hapa ni nini asubuhi ya leo, msikilizaji wangu? Yani kwamba kuna vitu ambavyo vimepotea, kama huyu mwanamke alivyokuwa amepoteza sarafu yake. Yawezekana kuna kitu ambacho kimepotea. Na msukumo wa hili somo asubuhi ya leo ni kukufanya wewe uweze kuamka na kutafuta vitu vyako vilivyopotea. Kwa nini? Kwa sababu katika maisha yetu ya kila siku, kama utakuwa unakusanya unapoteza, unakusanya unapoteza, hauwezi kwenda mahali popote pale. Amen. Hauwezi kufika sehemu yote ile. Amen. Kwa sababu haukusanyi isipokuwa unatawanya. Ni kweli unaweza kuwa na neema ya kukusanya, ni kweli unaweza kuwa na neema ya kupata vitu, lakini je, hivyo vitu vinakaa? Lakini je, hivyo vitu unaweza ukavitunza? Na huwa napenda kusema ya kwamba tunapanuka, tunasonga mbele kwa vile vitu ambavyo tumevitunza, sio kwa vile vitu ambavyo tumevipokea. Maana yake ni nini? Kuna watu ambao wanapokea vitu mbalimbali, wanapokea mishahara. Mathalani, mnaweza mkawa mko ofisi moja, mnafanya kazi sehemu moja, mshahara ni ule, ni mshahara wenu ni unafanana, mazingira ya kazi yanafanana, lakini ukija kuangalia au kupitia kila ambacho kinapokelewa na watu,
unaona watu wanaanza kutofautiana. Unaona huyu kwa kile anachokipokea ananunua kiwanja, anajenga nyumba, anasomesha watoto shule nzuri na mazingira kama ya namna hiyo. Sasa natamani niweze kukufunulia hili jambo ya kwamba unahitaji kupata kile ulichokipoteza. Unahitaji kupata ulichokipoteza. Na ili uweze kukipata kile ulichokipoteza, jambo la kwanza unahitaji kuwa na bidii ili kupata kile ambacho umekipoteza. Mara nyingi sana bidii huwa inaleta au inaamsha yale yaliyopotea yanaanza kurejea, yanaanza kuja. Ndio maana kwenye kile kitabu cha Mithali 12:24 Mithali 12:24 maandiko nasema hivi: mkono wa bidii utatawala, bali mlegevu atalazimishwa kufanya kazi. Unaona, yawezekana umepoteza bidii katika kazi yako. Yawezekana umepoteza bidii katika kutafuta hicho ambacho unakitafuta. Lakini kama ukipoteza bidii, hauwezi ukapata hicho unachokitafuta, kwa sababu bidii ni mlango unaokufungulia uweze kupata kile ambacho umekipoteza kwenye maisha yako. Kwa hiyo natamani asubuhi ya leo Mungu akupe neema ya kuwa na bidii ya kutafuta ili uweze kupata. Tulivyosoma lile andiko la Luka 15:8, tunaona mwanamke alivyogundua kwamba sarafu yake imepotea. Hakuweza kukaa kimya, alikuwa na bidii ya kutafuta, na maandiko yanaambia kwamba mwisho wa siku akapata kile ambacho alikuwa anakitafuta. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kuwa na bidii. Ni jambo la msingi sana kuwa na bidii. Lakini kwenye Mithali 13:4 maandiko nasema, nafsi ya mvivu hutamani wala hapati, bali nafsi ya wenye bidii hutosheka. Unaona, kwa hiyo bado tunasisitizwa kwamba bidii ni mlango wa kupata utosherevu. Bidii ni mlango unaweza kukusababishia ukapata kile ambacho unakihitaji kwenye maisha yako. Kuna watu ambao wametumia bidii yao, wametumia nguvu zao kuhakikisha kwamba wanakipata kile ambacho kimepotea. Nina imani ya kwamba msikilizaji wangu unaendelea kunisikiliza. Kama nilivyotangulia kusema mwanzo, majina yangu naitwa Pastor Alois J. Alois, mchungaji kiongozi kanisa la Disciples Community Church hapa Kisesa, Mwanza. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana pia kukualika kwenye ibada zetu za kila Jumapili kuanzia saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 6:30 za mchana. Lipo neno la Bwana, kipo chakula cha Bwana. Lakini siku ya Ijumaa kuanzia saa 10:30 mpaka saa 12 huwa tuna ibada ya maombi na maombezi. Unahitaji kuombewa, unahitaji maombi, basi karibu sana kwenye ibada. Naomba pia niweze sasa kuendelea tena kwenye kile kitabu cha Mhubiri 9:10. Kwenye kitabu cha Mhubiri 9:10 maandiko yanasema, lote mkono wako ulipatalo kulifanya lifanye kwa nguvu zako zote. Lifanye kwa nguvu zako zote. Na maana yake ni nini? Unaweza ukawa na nguvu lakini usiwe na bidii. Kwa hiyo kuwa na nguvu ni kitu cha kwanza, na kuwa na bidii ni kitu kingine kabisa. Tunawaona kuna baadhi ya watu ambao ni majiant, wana nguvu kabisa. Ukimwangalia unasema huyu kimpa kazi fulani anaweza akaifanya. Na ninaposema kwamba nguvu, unaweza kuwa na nguvu ya taaluma, unaweza kuwa na nguvu ya elimu, unaweza kuwa na nguvu ya ushawishi. Yaani kwamba ukisimama na kuzungumza watu wanakuelewa, una ushawishi fulani. Hiyo ni nguvu yako, hiyo ni mtaji wako. Lakini tunachokiangalia hapa ni bidii ambayo itakuwezesha ukiwa na nguvu ya ushawishi, ukiwa na nguvu ya elimu, ukiwa na nguvu ya ufahamu, ukiwa na nguvu ya taaluma. Kama hauna bidii, hauwezi ukapata matokeo. Tumeona kuna baadhi ya watu ambao wameenda shule, wana taaluma zao, vyeti vyao ni vizuri, lakini wakiingia kazini, kwa sababu hawana bidii ya kazi, wanafanya uzembe, na mwisho wa siku hawezi kupata kila ambacho wanakihitaji, hawezi kupata matokeo. Kwa nini? Kwa sababu bidii haipo. Anachelewa kazini, akifika kazini hajishughulishi, hawi mbunifu. Na ndicho ambacho adui anakitumia sana. Anakuacha unasoma, anakuacha unakuwa na nguvu katika eneo fulani, lakini anakuja na kukamata kwenye bidii.
anakunyima ule uwezo wa kuwa na bidii. Na ndio maana tunasema kwamba mikono ya mtu mwenye bidii huwa inatawala. Mikono ya mtu mwenye bidii inaleta matokeo. Sio tu nguvu ulizonazo, hapana, lakini pia nguvu ukiongeza na bidii unapata matokeo. Nguvu bila bidii hauwezi ukapata matokeo. Ni shauku yangu asubuhi ya leo ya kwamba Mungu akuwezeshe kuwa na bidii katika kitu unachokifanya. Yawezekana labda kuna adui alikuibia bidii yako, lakini kwa maombi haya ambayo tutaenda kuyaomba, lazima bidii yako irejeshwe ili uweze kufanikiwa na ili uweze kusonga mbele na ili uweze kupata matokeo. Kama unataka kuungana pamoja na mimi, kama nilivyotangulia kusema mwanzo, naitwa Pastor Alois J. Alois, mchungaji kiongozi kanisa la Disciples Community Church, lakini namba yangu ya simu ni 0757 34 48 60, 0757 34 48 60. Kwa hiyo unaweza kuandika message ili angalau tuweze kuendelea kwa pamoja. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba bidii ni kitu cha msingi sana. Angalia kwenye Timotheo wa pili 1:7. Timotheo wa pili 1:7. Nataka nikwambie nini hapa, ndugu msikilizaji, ya kwamba kuna baadhi ya watu ambao wameibiwa bidii. Bidii yao imeibiwa kabisa kabisa. Akienda kazini haoni hamu ya kufanya kazi. Ghafla anajikuta ni mvivu. Ghafla anajikuta hapati ile hamu ya kufanya kazi. Lakini ukiangalia kabla hajaipata hiyo kazi, alikuwa na shauku ya kufanya kazi. Alikuwa na wahi kazini kwake, alikuwa na wahi kwenye biashara zake. Lakini kwa sababu bidii imeibiwa, ghafla anajikuta ni mzembe, ghafla anajikuta ni uvivu. Na kuna uvivu mwingine unatumwa ili tu usiweze kutoboa, ili tu usiweze kupata matokeo. Yule mwanamke aliyepoteza sarafu hakuwa mvivu wa kutafuta. Laiti angekuwa ni mvivu wa kutafuta, asingeipata hiyo sarafu. Kwa hiyo kuna uvivu ambao unatumwa na nguvu za giza, kuna uvivu ambao unatumwa na adui ili kukudhofisha, ili kuhakikisha kwamba hauwezi ukapata matokeo. Angalia kwenye Timotheo wa pili 1:7. Maandiko natuambiaje? Kwa maana Mungu hakutupa roho ya woga. Mungu hajatupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Kwa mara nyingine, Mungu ametupa roho ya bidii. Kwa hiyo ukiona hauna bidii ndani ya maisha yako, ujue hiyo roho ya bidii imeibiwa kabisa. Na tunavyozungumzia roho ya bidii, tunazungumzia katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Na ndiyo maana tunapata matokeo katika ulimwengu wa roho, na mwisho wa siku yanajidhihirisha katika ulimwengu wa mwili. Ukiona mtu anafanya kazi kwa bidii, ujue katika ulimwengu wa roho yuko vizuri. Ukiona mtu anafanya kazi kwa kujituma, ujue ndani ya moyo wake kuna kujituma. Na ndiyo maana anafanya kwa nguvu na anafanya kuhakikisha kwamba anapata matokeo. Sasa kwa dakika hizi nataka niweze kuomba na msikilizaji wangu katika engo hii ya bidii. Yawezekana kuna mahali umekwama. Yawezekana kuna vitu umevipoteza, unajiuliza kwamba nitavipataje? Umepoteza wateja wako, umepoteza biashara, umepoteza kazi, umepoteza uaminifu. Ulikuwa unaaminika kwenye kampuni, ulikuwa unaaminika kwenye taasisi, lakini ghafla umepoteza. Unajiuliza nitafanyaje? Niko mahali hapa kukupa suluhisho la nini unatakiwa ukifanye ili uweze kurejea katika nafasi yako, ili uweze kupata kile ambacho ulikuwa nacho. Naitwa Pastor Alois J. Alois, mchungaji kiongozi kanisa la Disciples Community Church hapa Kisesa, Mwanza. Namba yangu ya simu ni 0757 34 48 60, 0757 34 48 60. Sasa ombi letu la kwanza asubuhi ya leo, kama unafuatana na mimi, lakini pia kama nitapata meseji yako, ni wapi umekwama, ni wapi unasumbuliwa, nini ambacho kimekufanya usiwe na bidii, nini ambacho umekipoteza kwenye maisha yako na unatamani Mungu akusaidie, Mungu akurejeshe. Niko mahali hapa kwa ajili yako, ili kuweza kusimama pamoja na wewe kwenye maombi. Nimeshuhudia kuna watu ambao
Mungu amewawezesha, Mungu amewarejeshea. Hata wewe Mungu atakurejeshea. Unahitaji kuamini tu, unahitaji kuamini tu. Nakumbuka yule mwanamke ambaye alikuwa anatokwa damu zaidi ya miaka 12, alipokutana na Yesu, Yesu akamwombea. Unaona, ghafla ile hali yake ilikoma, maisha yake yalibadilika. Lakini pia angalia Bartimayo ambaye alikuwa ni kipofu toka kuzaliwa kwake, alipomwita Yesu kwamba anataka kuona, unaona, neema ya Mungu ilimshukia na Bartimayo akaanza kuona na akajikuta kwamba anapata nguvu tena ya kuona. Kwa hiyo haya ni maombi ya msingi sana, ni maombi ya msingi sana. Nina imani ya kwamba nazungumza na mtu asubuhi ya leo. Nina imani ya kwamba nazungumza na nafsi ya mtu asubuhi ya leo. Ya kwamba unahitaji kupata kile ulichokipoteza. Kwa sababu ulikitafuta kwa nguvu zako zote, ulitumia muda kukitafuta na hatimaye kimepotea. Haiwezekani, haiwezekani kabisa. Ombi letu la kwanza ni kuvunja minyororo ya uvivu. Kuvunja minyororo ya uvivu. Yawezekana kuna mahali minyororo imekukamata na ujijui. Unatamani kufanya kazi lakini ghafla unajisikia ni mvivu. Unatamani kufanya kitu fulani unajikuta ni mvivu. Ni kwa nini? Kuna roho ya uvivu imetumwa, kuna minyororo ya uvivu imekufunga. Ili uweze kunasuka hapo, ni lazima hii minyororo ivunjwe, ni lazima hii minyororo ikuache. Na maombi yangu asubuhi ya leo, kila minyororo ambayo imekufunga inakuachia leo katika jina la Yesu Kristo. Baba yangu na Mungu wangu, asante kwa ajili ya msikilizaji wangu. Asante kwa kutukutanisha katika madhabahu yako. Nina imani ya kwamba Bwana, huyu anayenisikiliza ni kusudi lako Bwana, ili aweze kupokea hili neno, lakini pia aweze kufunguliwa. Ni wangapi ambao hawajapata neema ya kusikia asubuhi ya leo? Ni wangapi ambao hawajapata neema ya kujiconnect asubuhi ya leo? Lakini kwa sababu umemkusudia, ndiyo maana anaenda kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Ninavunja kila minyororo ya shetani. Ninavunja kila minyororo ambayo imekufunga. Ninavunja kila minyororo ambayo imekufunga. Minyororo ambayo imefunga fikra zako. Minyororo ambayo imefunga mawazo yako. Minyororo ambayo imeachiliwa ili uwe na uvivu. Ninaifunga katika jina la Yesu Kristo. Ninaifungua kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaifungua asubuhi ya leo. Chochote kile kilichokufunga, chochote kile kilichokufunga, chochote kile kilichokufunga, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kiwe kimepata walali kwa sadaka, kiwe kimepata walali kwa kwenda kwa waganga, kiwe kimepata walali kwa kutumwa, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ninaondoa minyororo yote, ninaondoa minyororo yote, minyororo hiyo kufunga, ninaiondoa katika jina la Yesu. Ninakufungua kwa damu ya Yesu, ninakufungua kwa damu ya Yesu, ninafungua kwa damu ya Yesu. Naifungua familia yako, nafungua watoto wako kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Kila minyororo hiyo kufungwa inakuachia sasa, inakuachia sasa. Achia katika jina la Yesu Kristo, achia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mwachie huyo mama, mwachie huyo mama, mwachie huyo kijana kwa jina la Yesu Kristo. Mwachie huyo binti katika jina la Yesu Kristo, kama ilivyokuwa kwa Paulo na Sila walivyowakamata na kuwaweka gerezani. Maandiko yananiambia ya kwamba wakafungwa na minyororo, wakafungwa miguuni, wakawekewa na walinzi ili wasiweze kutoka katika jina la Yesu Kristo. Kila walinzi waliowekwa ili usiweze kutoka gerezani, kila walinzi waliowekwa ili usiweze kutoka. Wakati mwingine una shauku ya kutoka kwenda kufanya biashara, ukitaka kuamka asubuhi walinzi wanakukamata ili usiweze kwenda kwenye biashara. Ninawapiga katika ulimwengu wa roho, ninawapiga katika ulimwengu wa roho. Achia, toweka kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila sadaka ambazo zilitolewa, kila maneno yaliyosemwa ili kuweza kukufunga katika jina la Yesu Kristo, ninayanyima uhalali wa kutenda kazi, nayanyima uhalali wa kutenda kazi katika jina la Yesu Kristo. Nayanyima uhalali wa kutenda kazi ndani ya maisha yako, ndani ya biashara yako, ndani ya ndoa yako, ndani ya watoto wako katika jina la Yesu. Kila minyororo ambayo imeifunga ndoa yako, kila minyororo ambayo imefunga watoto wako, kila minyororo ambayo imefunga mke wako, kila minyororo ambayo imefunga mme wako, kwa jina la Yesu Kristo, na kufungua kwa damu ya Yesu, na kufungua kwa damu ya Yesu. Hiyo minyororo inaachia, hiyo minyororo inaachia, hiyo minyororo inaachia, hiyo minyororo inaachia. Yeyote
Yeyote yule ambaye amesababisha amekufunga kwa mamlaka ya jina la Yesu, leo ni mwisho, leo ni mwisho, leo ni mwisho. Ninakutangazia kuwekwa huru sasa, ninakutangazia kuwekwa huru sasa katika jina la Yesu. Maisha yako sasa yako huru, maisha yako sasa yako huru, familia yako iko huru, biashara yako iko huru, kazi yako iko huru. Hakuna uvivu tena utakao kutawala, hakuna uvivu tena utakapopata walali katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba haya yote nikiamini Bwana ya kwamba umefanya, ya kwamba umetenda, ya kwamba umejifunua, ya kwamba umejidhihirisha, kama ulivyomsaidia yule mwanamke ambaye alitokwa damu miaka 12. Hata leo hii Bwana, hata huyo Bwana umemsaidia, maana wewe ni jana na leo na hata milele. Hata leo Bwana unafanya, hata sasa unatenda, hata sekunde hii unatenda katika jina la Yesu Kristo. Tenda sawasawa na neema yako Bwana, tenda sawasawa na makusudi yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu wa mbinguni. Amen. Amen. Tunaendelea na mwanamke aliyepoteza sarafu yake, na hoja kubwa sana ni kurejesha vile vyote ambavyo vimepotea. Naitwa Pastor Alois J. Alois, mchungaji kiongozi kanisa la Disciples Community Church hapa Kisesa, Mwanza. Namba yangu ya simu ni 0757 344860, 0757 344860. Niko mahali hapa kwa ajili ya kuomba pamoja na wewe, niko mahali hapa kwa ajili ya kusimama pamoja na wewe. Yawezekana kuna mateso unayoyapitia, lakini nakuhakikishia kwamba adui hana nguvu, adui hakuwezi. Adui hakuwezi. Unaweza ukanipigia simu yako, lakini pia unaweza kuniandikia SMS ili kuona namna gani tunaweza tukakutoa hapo ulipo. Maana kazi ya adui ni kuchinja, kazi ya adui ni kuharibu, kazi ya adui ni kusambaratisha, lakini kazi ya Mungu ni kurejesha. Kazi ya Mungu ni kukuinua. Kazi ya Mungu ni kukupa upenyo. Kazi ya Mungu ni kukupa kufanikiwa. Ombi letu la pili ni kujinasua na roho ya kutofanya kazi kwa bidii. Roho ya kutofanya kazi kwa bidii. Kuna roho ambayo adui anaituma ili usiweze kufanya kazi kwa bidii. Unaenda kazini lakini huna raha na hiyo kazi. Unaenda kwenye biashara, hauna raha ya hiyo biashara. Kuna mama mmoja alikuwa ananishuhudia ya kwamba akiwa nyumbani anajisikia vizuri kwenda kwenye biashara, lakini akifika kwenye biashara yake, unaona ghafla roho inaanza kumwambia funga, nenda nyumbani ukapumzike, funga, nenda nyumbani ukapumzike, funga. Inakuwa inamwambia funga. Kwa unakuta hana utulivu kabisa, hata mteja akija hamhudumii vizuri. Ni kwa nini? Ni kwa sababu alikuwa ameshikwa, alikuwa amekamatwa na roho ya kutofanya kazi kwa bidii. Wakati mwingine hata kukaribisha wateja alikuwa wakaribishi vizuri, hakuwa na bidii ya kuwakaribisha wateja ambao wanamletea fedha, wateja ambao wanamuungisha kwenye biashara yake. Na tulivyoomba, yule mama alifunguliwa, anaifurahia biashara yake. Anajisikia vizuri. Kumbe alikuwa amefungwa. Hata wewe kuna wakati unaenda kazini, hauoni amani ya kazi kabisa, hauoni bosi wako anakupa kazi za kufanya, lakini uzifanyi kwa wakati. Ni kwa nini? Adui anataka usiendelee kufanya kazi, na ukipoteza kazi, mwisho wa siku unaenda kuishi maisha magumu. Watoto tena wapati ada, watoto tena wapati matumizi, familia ipati matumizi, haufanyi maendeleo tena, kwa sababu kuna roho ambayo imekukamata. Sema katika jina la Yesu Kristo, chochote kile ambacho kimetumwa ili nisifanye kazi kwa bidii, ninakiamrisha sasa katika jina la Yesu, kitoke kwenye mfumo wa maisha yangu, kitoke kwenye mfumo wa maisha yangu. Chochote kile ambacho adui amekituma ili usiweze kufanya kazi, kila pando ambalo adui amelipanda katika biashara yako, kila pando ambalo adui amelipanda katika miimo ya milango wa kuingia kwenye biashara yako, ninaliondoa katika jina la Yesu Kristo. Hilo pando naliondoa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninang'oa katika jina la Yesu, kila pando ambalo adui
amelipanda kwenye ofisi yako, amelipanda sehemu ya kazi, ili ukiingia kazini usione umuhimu wa kazi, ili ukiingia kazini usione shauku ya kufanya kazi. Katika jina la Yesu Kristo, hilo pando naling'oa asubuhi ya leo, hilo pando naling'oa asubuhi ya leo, maana kila pando ambalo limepandwa na shetani linang'oka katika jina la Yesu, linang'oka katika jina la Yesu. Na ndio maana wakati mwingine ukiwa kazini unajisikia vibaya, wakati mwingine ukiwa kazini unajisikia kuchoka, wakati mwingine ukiwa kazini unajisikia huna hamu ya kufanya kazi. Unapotoka tu sehemu ya kazi, ghafla unajisikia amani, ghafla unajisikia furaha. Ukiingia kazini, ghafla unajisikia huzuni. Ni kwa sababu kuna pando limepandwa katika eneo lako la kazi. Katika jina la Yesu Kristo, ninaling'oa hilo pando, ninaling'oa hilo pando linaloleta uvivu, ninaling'oa hilo pando linaloleta huzuni, naling'oa hilo pando linaloleta kushindwa, naling'oa hilo pando linalosababisha sipate shauku ya kufanya kazi. Maandiko yananiambia ya kwamba asiyefanya kazi na asile. Ndio maana adui anasababisha watu wasifanye kazi ili wasiweze kupata chakula, watu wasifanye kazi ili wasiweze kusonga mbele, watu wasifanye kazi ili wasiweze kupata matokeo. Katika jina la Yesu Kristo, shetani na mawakala zako zote, shetani na mawakala zako zote, na kupiga kwa jina la Yesu, na kupiga kwa jina la Yesu, ninakuteketeza. Toweka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Toka kwenye hiyo ofisi, toka kwenye hiyo ofisi, toka kwenye hiyo biashara, toka kwenye hiyo biashara, toka kwenye hiyo familia, toka kwenye hiyo ndoa, toka kwenye hiyo ndoa. Ninakuamuru sasa, ninawasha moto, ninawasha moto, ninateketeza kazi za shetani, ninateketeza kazi za shetani, ninateketeza mapando yote, ninateketeza kila nguvu zote alizozipanda shetani katika familia yako, alizozipanda shetani kwa watoto wako, alizozipanda shetani kwa uzao wako. Teketea, teketea, achia hiyo kazi, teketea, mwachia huyo mama, teketea, mwachia huyo baba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila roho ambayo imetumwa na kuzimu, kila roho ambayo imetumwa na roho za kifamilia, roho za kiganga, roho za kichawi, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninazipiga katika jina la Yesu, ninazipiga kwa mamlaka ya jina la Yesu. Achia hiyo familia, achia hiyo familia. Huyo mama anavuka, huyo baba anavuka, huyo mama anatembea, huyo baba anavuka kwa jina la Yesu. Huyo kijana anavuka katika biashara, anavuka katika weredi wa kufanya kazi, anavuka katika kujituma, anavuka katika kujituma katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe pepo ambaye umeng'ang'ania kwenye vitanda vyao, umeng'ang'ania kwenye vitanda vyao, wakitaka kuamka alfajiri unawazuia, unawaletea usingizi mzito, unawazuia katika jina la Yesu. Ninakupiga, achia vitanda vyao, achia vitanda vyao, achia vitanda vyao, achia vitanda vyao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Achia vitanda vyao, achia vyumba vyao kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila aina ya uvivu ambao umetumwa, kila aina ya uvivu ambao umepandwa, kila aina ya uvivu ambao adui anautumia kama silaha ili usiweze kusonga mbele, anautumia kama silaha ili usiweze kusonga mbele, katika jina la Yesu ninakupiga kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ewe adui na mishale yako yote, ewe adui na mashambulizi yako yote, umeshindwa leo. Leo umeshindwa kwa huyo mama, leo umeshindwa kwa huyo kijana, leo umeshindwa kwa huyo baba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na achilia damu ya Yesu, na achilia ulinzi wa kiungu, na achilia mamlaka ya Bwana ikatawale, ikaseme, ikanene mema katika jina la Yesu. Ndani ya vitanda vyao na achilia nguvu za Bwana, ndani ya nyumba zao na achilia nguvu za Bwana, ndani ya ofisi zao na achilia nguvu za Bwana katika jina la Yesu. Wewe pepo ambaye umekalia kiti ili akikalia hicho kiti aweze kujisikia mgonjwa, ajisikie mdhaifu, ajisikie hajiwezi, katika jina la Yesu ninakuondoa wewe pepo. Toweka kwenye hicho kiti chake, toweka kwenye hicho kiti chake kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wakati mwingine akikalia hicho kiti unamletea usingizi mzito, unamletea miayo, unamletea uvivu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wewe pepo, achia hicho kiti, achia hicho kiti, achia hicho kiti. Nalituma neno asubuhi ya leo kwenye hiyo ofisi, nalituma neno asubuhi ya leo kwenye hiyo ofisi. Natuma moto kwenye hicho kiti, natuma moto kwenye hicho kiti. Achia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kiachia hicho kiti, kiachia hicho kiti. Sio mali yako, sio halali yako, sio mali yako, sio halali yako. Kwa mamlaka ya jina la Yesu unaachia leo. Leo unaachia, una mamlaka, unaachia, una mamlaka, unaachia, unaachia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na achilia damu ya Yesu kwenye hicho kiti, damu ya ulinzi, damu ya ulinzi
ulinzi, damu ya ulinzi kwenye hiyo ofisi, damu ya ulinzi kwenye hiyo biashara, damu ya ulinzi kwenye hiyo kazi, damu ya ulinzi kwenye hiyo kampuni, damu ya ulinzi kwenye hiyo project, katika jina la Yesu. Miradi yako yote na achilia damu ya Yesu ikapate kulinda, ikapate kutawala kwa mamlaka ya jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, nina imani ya kwamba umetenda sawasawa na neno lako, sawasawa na kusudio lako, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu muweza wa yote. Amen. Haleluya. Majina yangu naitwa Pastor Alois J. Alois, mchungaji kiongozi kanisa la Disciples Community Church hapa Kisesa, Mwanza. Namba yangu ya simu ni 0757 34 48 60, 0757 34 48 60. Ombi letu la tatu na la mwisho kwa siku ya leo, tunaenda kuomba juu ya madhabahu. Tunaenda kuomba juu ya madhabahu. Amen. Nakupata sana wewe ambaye umeniambia kwamba hongera kwa somo zuri, unasikika vizuri sana. Mungu akubariki sana. Endelea kujiconnect, endelea kujiconnect na madhabahu hii. Na imani ya kwamba kuna mahali unaenda. Amen. Nimepokea meseji yako. Asante sana. Unasema ya kwamba Pastor, nabarikiwa na maombi haya, kuna mahali naenda, kuna mahali navuka. Amen. Mungu akubariki sana. Endelea kujiconnect na kuna kitu ambacho Bwana atakifanya. Lakini pia ndugu yangu, asante sana. Nimepokea meseji yako, nimepokea ujumbe wako ya kwamba unatusikiza vyema, lakini pia unapokea maombi ya kwamba una imani kwamba Mungu ataenda kufanya kitu katika ofisi yako. Nina imani kwamba Bwana atafanya kama ambavyo unaamini. Unahitaji tu kuamini ili Mungu aweze kufanya kazi yake vizuri, aweze kujitukuza, aweze kujidhihirisha. Asante sana. Unasema Shalom Pastor, asante kwa mafundisho. Kuna mambo mengi nimejifunza asubuhi ya leo. Amen. Endelea kujifunza na tutakuwepo mahali hapa kila Jumamosi kuanzia saa 4:20 hadi saa 5 kamili. Kwa hiyo endelea kujiconnect, endelea kujiungamanisha ili uendelee kupata kitu ambacho ni kizuri zaidi. Lakini ombi letu la tatu na mwisho, kama hivyo tangulia kusema, ni tunaenda kuomba kujitenga na madhabahu zilizojengwa ndani yako zinazoleta uvivu. Ngoja nikwambie kitu, ili shetani afanye kitu ndani ya mtu, jambo la kwanza anajenga madhabahu ndani ya mtu, kwa sababu ile madhabahu adui akija anafikia kwenye ile madhabahu. Kama tu ilivyo kwa watu ambao tumeokoka, ili Mungu afanye kazi yake vizuri, inategemea na madhabahu ya huyo mtu alionayo, inategemea na madhabahu ya mtu alionayo. Kwa hiyo adui, jambo la kwanza, anatengeneza madhabahu, na akishatengeneza madhabahu, kila akija anaingia kwenye ile madhabahu, kila akija anakanyaga kwenye madhabahu na anaanza kufanya kazi. Ni kama vile ndio kiti chake, ni kama vile ndio sehemu yake rasmi ya kuhakikisha kwamba anatawala, anaongoza, anapandikiza kila anachokitaka kutokea kwenye hiyo madhabahu. Sasa nataka nikuombee. Baba yangu na Mungu wangu, asante kwa neno lako, asante kwa utukufu wako, asante kwa asubuhi ya leo. Baba, kila madhabahu ambayo adui ameipanda na hiyo madhabahu inaleta uvivu, ninaipiga katika jina la Yesu Kristo. Kila madhabahu ambayo adui ameipanda ndani ya huyo mama, ndani ya huyo kijana, ndani ya huyo binti, katika jina la Yesu Kristo, ndani ya huyo watoto, ndani ya huyo bibi, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, hiyo madhabahu naiendea kwa neno. Hiyo madhabahu naiendea kwa neno. Hakuna madhabahu ambayo itasimama. Hakuna madhabahu ambayo itasimama. Ziwe ni madhabahu ambazo zimetumwa, ziwe ni madhabahu ambazo zimejengwa kwa muda mrefu, katika jina la Yesu Kristo. Hata kama kuna sadaka zimetolewa, ziwe ni sadaka za fedha, ziwe ni sadaka za wanyama, ziwe ni sadaka za damu, katika jina la Yesu, ziwe ni sadaka za manuizo, katika jina la Yesu Kristo, na ivunja hiyo madhabahu inayopata uhalali wa kutenda kazi, na ivunja hiyo madhabahu, na idondosha hiyo madhabahu katika jina la Yesu. Na mpiga huyo kuhani wa hiyo madhabahu, na mpiga msimamizi wa hiyo madhabahu kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Achia katika jina la Yesu Kristo. Toweka kwa mamlaka ya Yesu. Na ivunja na kuisambaratisha, na ivunja na kuiharibu, na ipasua vipande hiyo madhabahu ile kukamata, hiyo madhabahu ile kushikilia, na
naipiga kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mwachie katika jina la Yesu Kristo. Iwe ni madhabahu ambayo imepandwa ndani ya mwili, naivunya na kuibomoa. Iwe ni madhabahu ambayo imepandwa katika nyumba, naipasua vipande vipande. Iwe ni madhabahu ambayo imepandwa kwenye eneo lake la nyumba, katika jina la Yesu Kristo naipiga kwa mamlaka ya jina la Yesu, 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 kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila viringe vyote ambavyo adui alivileta, alivipanda nyakati za usiku, nyakati za asubuhi, nyakati za mchana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu naipiga hiyo madhabahu, naipiga hiyo madhabahu, naipiga hiyo madhabahu. Wahudumu wote wa kuzimu, wahudumu wote wa mapepo yanayohudumia hiyo madhabahu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, maneno yote yanayoibuka, yanayotoka kutoka kwenye hiyo madhabahu na yanyamazisha, na yanyamazisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hiyo madhabahu imeshindwa, hiyo madhabahu imedondoka, hiyo madhabahu imeteketea, imeteketea. Na iona sasa inateketea, na iona sasa inateketea, inateketea, inateketea kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo inateketea leo, inateketea leo, inateketea. Rabo shaka taraba, rebo sheke tarabasika, inateketea hiyo madhabahu, inateketea hiyo madhabahu, inakuacha hiyo madhabahu, inateketea hiyo madhabahu, inateketea madhabahu, inaungua sasa, inaungua sasa, inaungua sasa, inaungua sasa, inaungua sasa. Huu ni moto ulao, huu ni moto ulao, inateketea, inateketea, yote inateketea, yote inateketea, yote inateketea. Reko shekata, rebo sikata, rebo shetaraba, rezetara, rebo kotere, ribo shendaraba, ribo sheketaraba, katika jina la Yesu. Hiyo madhabahu inakuachia, hiyo madhabahu inakuachia, imeteketea, imekuachia leo. Uko huru sasa, uko huru sasa, uko huru sasa, uko huru sasa. Ninajenga madhabahu ya Bwana, ninajenga madhabahu ya Bwana ndani ya moyo wako, najenga madhabahu ya Bwana ndani ya nyumba yako, najenga madhabahu ya Bwana ndani ya nyumba yako. Hiyo madhabahu ya Bwana ikakunenee mema, ikakusemeshe, ikakuzungumzishe, ikakupe uzima, ikakupe uhai kwa jina la Yesu Kristo, Bwana wetu wa majeshi. Amen. 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 Ndugu yangu msikilizaji, tuko mwisho kabisa, tuko mwisho kabisa. Mungu akubariki sana. Siku ya kesho, siku ya Jumapili, tuna ibada nzuri sana hapa kanisani. Tuna ibada nzuri mno, nzuri mno. Naomba nichukue fursa hii kuweza kukaribisha hapa Disciples Community Church Kisesa, Mwanza. Naomba nikukaribishe. Ibada yetu inaanza saa 3 kamili za asubuhi. Uko mkono wa Bwana, iko neema ya Bwana, yako mafunuo ya Bwana. Nakwambia hautajuta kufika kwenye madhabahu ya Bwana, hautajuta kufika kwenye ibada hiyo. Kuna mpenyo ambao Bwana atauachilia kwenye maisha yako. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tukutane tena siku ya Jumamosi saa 4:20. Lazima mambo yatokee katika jina la Yesu Kristo. Asante sana mtangazaji. Amen. Nashukuru sana. Mungu awabariki sana. Mungu azidi kuinua hii redio. Mungu azidi kuibariki ikasikike mbali na mbali na mbali kwa mkono wa Bwana.